kuna ndoa na maisha ya ndoa. Sasa wakati napendana nisema bila tulikuwa napendana sio njoo mie. Bila niko nafanya niisha kuwa na wewe mundoa. Njoo mie sasa ule. Hakuna ndoa yenye haina lakini. Kwa mfano si wanaume wa Kiafrika. Shida yetu tumevalisha bibi yetu. Huyo lakini tuko naye ni ulema ya babiana wa Afrika. Yaani babiana wa Afrika kusema umvalishe mke wako inatoka mbali sana. Hatuko wa romantic. Hiyo matukubaliane. Vitu wenyewe hata kusema kama njoo tunatoka wazi. Unataka tuwasha. Juu kama mtu mwenye uko naye ni rafiki yako. Ni mtu mwenye uko na ule uhuru wa kumwambia shida yoyote ile uko nayo, wa kumsogelea na kumwambia situation yenye uko unapitia. Unaona? So inarahisisha vitu mingi sana. Lakini kama kuna ule karibu, kuna vitu wenye unaweza kuwa unapitia lakini una hesitate, unasikia ile baridi, dada nikimwambia ataniacha labda atanizarau, atasema wanaume gani, unajua nini? Au kutengeneza ile misingi kuanzia mwanzo ya ile kumzoeza ama kujisikia uhuru wa kuongea naye chochote kile. Welcome to Africa's guys. Welcome back. We're still here with Fikiri Jonani. Mwanawekaya. Yes. Spade Jonani penda sana. Spade is in the building. Anyway, kabla tuenda ku break, tuko tunaongelea kuhusu how mwanaume anaweza ask for help bila kufeel weak. Na akaita akatuambia hapa kuwa sometimes tatizo iko kwenye tatizo iko kwenye solution iko. Yes. That's what? Yeah. Unaonaye. Sometimes naweza nikapingana na hii alisema kidogo kwa sababu nini sio kwenye kwa tatizo ndio unaweka solution all the time. Yeah. Kwa hii mfano alitoa ina make sense. Right. Naona kwa mfano unaweza kuwa na shida ya kazi. Uko kwa nyumba kuna nyumba kazi. Solution kutafuta kazi. Ataniambia kazi inaanza kunyumba kisuluhisho kwa. Unaona? Na ndio nisema kuko zimoya zenye hii solution yake ina make sense. Kwako wewe kama kijana na I'm pretty sure uko na badogo wenyewe wanaanza kuja kwako wanakia kukusaidia, banakulomba hey I'm struggling with this, niko na tatizo ya hivi. Aye mwanaume whether ndugu yako or not anaanza kuja kuomba msaada wa kimawazo, kimaneno, kipesa bila kuonekana kuwa iko weak. Right. So context, the entire context kwa tunaongelea hapo ni ile ya mwanaume kufeel like atazaraulika akienda kuomba msamaha. Wanajua tatizo ya wanaume wa mingi sana. Kuna kale ka ego kwa tunazaliwa nako. Ndio. Unajua wanaume tunazaliwa ka ego fulani hivi ka haupendi ujishushe, haupendi onekane wewe ndio sijuko mu situation unahitaji msaada, you know. Ile ni nature ya mwanaume. Tunakuwa na ile ego na ndio maana kaka alisema hapo wanaume mingi wanakosiaga banamke yao, lakini ile tu kulomba msamaha unajikuta nikilomba dada msamaha takia nizarau bure tu hapana bana. Nisa nilikosea. Mimi nilikosea unaona. So lakini mie kutokana mie na uelewa wangu wa maisha, right? Na experience yangu kidogo niko nayo ya maisha. I don't think kama ni mbaya mtu kulomba msaada. Sababu I do believe kama hakuna mwanajua kila kitu. Hakuna mwanajua kila kitu mdunia. Ukue nani. Na njoo unataka hata rais wa nchi iko anaomba mawazo kwa vio moya kule ku vijijini mwa babu yake kule anaomba mawazo So hakuna mwanajua kila kitu maisha. Na ukijitia moyo hiyo understanding ya kuelewa kama hakuna mwanajua kila kitu na naweza pata tatizo
na najikuta kama iko juu ya uwezo wangu, I have to seek for help. Inabidi niombe msaada. Sasa tatizo nakuya, nani ambayo naomba msaada? Na njoo kwenye kaka alisemea pale, watu wa mingi sana tunaenda tafuta msaada ku wrong place, ama tunatafuta msaada kwa watu wenye sio hawako sahihi kwa kutusaidia mwile tatizo tuko nayo. Hapo ndio tunakuwa tunaviharibisha. Yani kuomba msaada sio tatizo. Sio tatizo. Lakini msaada unatafutia wapi? Sasa kama mwanaume, ayo unaomba msaada, yes, sometimes unaweza kuwa unadhania kama Espoir ni mtu sahihi wa kuomba msaada. Right. Kumbe sio. Ayo unaweza kwanza kujua nani huyu mtu ni sahihi wa kuomba msaada. Na je, how can I come? Naanza kuja kwako kivipi? Ili nikuwe nisionekane kuwa nime give up, lakini bado nahitaji msaada. Sababu niko naongelea kwa sababu statistic inasema kuwa wanaume weusi in general waga ni wagumu sana kuomba msaada. Wazungu ni kawaida, sababu wazungu wanaenda kwa therapy, wanaenda kwa sisi weusi wa Afrika tuseme, dini, watu wengi wanaenda kwa pastor. Lakini sijui kama msaada gani wanaenda kwa pastor, kama ndio ni maombi tu au wanaenda kutafuta ushauri gani. Sasa vipi mwanaume wa Kiafrika, mimi kisi niko hapa nene kama nahitaji msaada wa yeye. Labda wewe tunaona Espoir mwanaume mkubwa community yetu, shefu, lakini naye kuna matatizo yake kama binadamu. Right. Lakini anapaswa kuja wakaetu hapo kwa mama msamaha. Yeye Espoir anaweza kuapproach vipi bila ajihisi kama vile anajishusha. Yeah. Kwanza mie kama simesema kwa mwanzo mundoa usitafute success sana. Unasikia Espoir? Ukioa usitafute sifa ndoa yako. Tafuta resulta. Na sifa na maisha nje au ndani. Kuna watu wanaishi maisha fake. Yani sifa, kuimpress, anapenda impressive watu. Ishi resulta. Yani kuna ishi maisha si. Resulta ni nini ya ndoa ya family yako? Kweli kumkaribia mwingine mtu ombe mashauri, hakuna hapa kwa shida. Shida ni kwamba kuna wakati unaweza kaenda omba mwingine shauri, kumbe yeye yuko mshinda ngumu kuliko hata ile yako. Kisha nakwambia hivi sasa, hiyo tu ndio nakusumbua wewe. Ungelijua kama mimi nishaanza lala msanii masauti. Au ndio kwenye niko. Naelewa? Na ndio nasema kwa mwanzo hivi ya kwamba kuna matatizo mengi ni akili tu na maisha. Mbona tupisha jo nini? Nguvu. Kaka tusidanganyane kweli. Kwa wale ambao taoa, hakikisha kwanza kwenye piko shida wewe na mke wako muikale mmali. Mjaribu kwa mke wako. Kabla hujaenda sehemu kwenda kuomba msaada mshauri nafasi. Kwa sababu inawezekana mke anaweza kuwa na hasira ya wiki itakuja na kuwa sawa na kuelewa. Sababu kuna kumwambia mtu kitu na kuelewe. Kwa mwingine mwenye hata elewa. Na kuna mwingine mtu kimkosea anasema bwana wangu akwa kivi na msamee. Na wewe muomba hata msamaha. Jua kama nina miaka mingi naye namzoea. Akwa kivi. Yawezekana kwa tatizo kiko hapa. Sasa shida tuleta sema na ndoa ni nini? Ni marafiki. Kuna rafiki mwenye ukikuwa naye leo nyumba yako inabadilika kwa wiki. Mke anasema wanangu tunasema shanza. Huyu kwa nafasi shanza enda. Sasa bale marafiki ni vigumu kwenda baambia jua mnaenda mwote njia moja. Mtakutana mashauri gani? Hakuna. Lakini mashauri wa kwanza wa kuomba kwanza mashauri ni mke wako. Ule kwanza ule njoo ni babu nasema hadi kifo kitawatanganisha. Ili mkie fika kule nje, hakikisheni kwanza kimesha bashinda ninyi kwa nyinyi. Sasa mimi naambia kama watu hivi. Shida likinishinda mimi na mke wangu, nikiingiza mwazazi, nikiingiza mkanisa mnashindikana, nje siendi tena. Sababu tukioa basi baba mila yetu hivi mtoto kwamba kwa malaki. Ina maana mama yangu angana uwezo wa kunishauria. Ina maana baba angana uwezo wa kunishauria. Na kabla mimi niowe na kabla mama olewe, baba anakuwa shaoa naye hakuna bigeni mndoa. Sasa unapeleka kwa wazazi bila yenye wazazi waliongea, mubisikie. Sababu wako experience ile jambo. Sasa shida ni kwamba tofauti ya ndoa zetu za huku na hapa na Afrika na huku ni kimoja. Kule kwetu Afrika ndoa ni kanisa na family. Sawa? Kitu kadogo shaita pasteri. Kitu kadogo shaita pare wako. Me huku ndoa ni serikali. Sasa wakati ndoa ni serikali, yani mheshimie sheria. Na hapo ndipo shida. Lakini kama uko na tatizo mundoa yako, mbele uende kwa marafiki kulomba msaada, jaribu kwanza na mke wako kwanza. Mara kwanza, mara pili, usichoki tu.
bikishindikana kabisa kama mwanamke hataki kuelewa, tafuta sasa rafiki wa karibu mwenye iko na level yenye ya yulu kidogo, ujuzi kidogo, inapita ile tatizo lako. Hapo sawa. Akiko wanasemaka sama usionyeshe mwanamke weakness yako. Kaka. Ndo utajua. Juma nilikwambia kama hujaoa au hujaolewa, ukifika sema naongea vitu vya mandoa sana. Kimya. Wewe subiri tu vyako. Kaka, unajua kiukweli Juma nimewasema kwa mwanzo hivi. Lazima uwe mtu mwenye uko tayari na ndoa. Na nikasema kwamba kuna ndoa na kuna maisha ya ndoa. Kuna ndoa na maisha ya ndoa. Sasa wakati tunapendana nisema bila tulikuwa tunapendana sio njoo mie. Bila niko nafanya niisha kuwa na wewe mundoa. Njoo mie sasa ule. Yani ile kala inaanza kuya sasa. Sina kujificha tena, sihitaji tena. Sababu labda nilikuwa nakuvizia ni kuoe na wewe, ngozi inatoka sasa. Nikupatie mfano. Kipindi mimi nimeoa. Kuna neno baba ameniambia kama widi. Akasema hivi, aseme pesa usiguse. Maishani mwako yote pesa pacha mke wako. Sikujua kwa nini. Baadaye nikakuya na ile filosofia, nipatie mke wangu nini? Pesa. Nikafanya miaka 3 mke anaweka pesa. Kwa ile miaka mke anaweka pesa, gharama mnyumba zilikuwa ndogo sana. Hakunilomba, jua najua uwezo wa pesa uko kiasi gani. Yani anaona kila kitu. Anaona kama mimi ndio niko na pesa. Sasa nitalomba nini? Kwa sababu ninazijua gisi ziko. Kakielewa nyuma. Na hiyo wakati mke naye kujua kama namtega. Akasema sheri, hapana. Weka pesa zako. Nikasema huyu ameshafanya nini? Ameshaelewa. Maana yake ni nini? Mkiamua kuoa, mfanye babibi yenu baba rafiki zenu. Itakusaidia sana. Lakini ukioa bibi tu nguni bibi yangu, haiko rafiki yako, haiko shida. Kwa sababu kuna rafiki na kuna mke wako. Niko idea. Sasa ukimfanya mke wako awe rafiki yako, ni vipesi kusameana na yaani rafiki ni kama vile uko na boga ndamkosea mwenzetu. Naona? Lakini vya mingi wanao sio marafiki. Kuko mtu kwa episode nyeli kuyaka hapa. Itaruka kwanza hii wiki. Hivyo gisi ulisema. Walikuwa wanamshauri Serge. Kwa Grako Ngolo. Kuwa hapa hivi. Akamwambia mfanye mke wako awe rafiki yako. Yes. Gisi unasema mara pili unasema mimi nafanya kiambia watu kuwa unapashwa close na girlfriend wako au mke wako, watu wanasema mambo ya kizungu hiyo. Espoir. Unaona? Wewe kwa sisi bado tungali nje. Yeah. Wewe unaona ushauri kwa natupatia. Unaiona kwa sababu ina make sense. A lot of sense. A lot. Kwako wewe unazoongezea nini? Sasa ongezea sana. Nafikiri anagusia pointi tena na zinaeleweka. Kwa mtu mwenye kuwa na akili na uelewa wa mzuri, nafikiri anaelewa mzuri sana. Jua nini? Kama mtu mwenye uko naye ni rafiki yako, ni mtu mwenye uko na ule uhuru wa kumwambia shida yoyote ile uko nayo, wa kumsogelea na kumwambia situation yenye uko unapitia. Unaona? So inarahisisha vitu vya mingi sana. Lakini kama kuna ule karibu, kuna vitu wenye unaweza kuwa unapitia lakini una hesitate, unasikia ile baridi, dada nikimwambia ataniacha labda hata nizarau, atasema mwanaume gani. Unajua nini? Au kutengeneza ile misingi kuanzia mwanzo ya ile kumzoeza ama kujisikia uhuru wa kuongea naye chochote kile. So ni mzuri sana ukishaamua unasema huyu mwanamke ndio mwanamke mimi napenda ama ndio mwanamke mimi nataka. So inabidi mu create ile na ile environment ya ukaribu, ya urafiki, juu itarahisha vitu vya mingi sana. Mimi ni mashauri ya mzuri na ina make a lot of sense. Yeah. No, iyo kuna kineno ulisema kuwa bitu ikinishinda mimi na mke wangu na kanisa na familia, sita nafasi nyingine tena. Ndifiki mkunda ngine sema. Lakini vipi kama Espoir sio kakaangu, right? Lakini pia sio mke wangu na sio pastor wangu. Lakini labda ye ananijua, na nikimletea hiyo anaweza kasaidia. Yes. Unaona ya. En fait, siyasema kama ni vibaya kwenda mashauri pembeni. Nimesema watu watatu kwa sababu gani? Wakati mtu anaamua kuolewa, familia na kuitaka na polisi. Uko tayari?
banakuonesha vile utaenda fanya kule vibaya na vizuri, na maana tena bikushinda bale watakwambia bwana tulikwambiaka. Kama mundoa unaiwa kina connect watu na sababu waka. Hakuna ndoa yenye haina matatizo. Wasikudanganye mtu. Hakuna ndoa yenye haina lakini. Mimi naambia watu lakini kwa sababu gani? Hako kaneno lakini kila mtu iko nako. Na mundoa kaneno kako. Na neno lakini. Yeah. Lakini inamaanisha nama lakini mjia gani? Okay, niseme kwa mfano hivi. Unaweza sema tuingie kwa Bible kidogo. Ndiyo. Tukamate Naamani. Wanasema alikuwa mfalme, alikuwa jeshi, alikuwa kamanda kabisa, na kagonjwa ukoma. Lakini Biblia inasema hivi, ingawapo alikuwa mkali, lakini alikuwa na tabia ya kusikia. Kwa sababu gani? Yale maji wanakwambia ni machafu sana, lakini juu kuna tabia ya kusikia. Bako anapembeleza, anasikia, anaingia maji. Mara ya kwanza, anatoka. Anasara. Banapembeleza tena, juu iko na tabia ya kusikia. Anaingia maji. Yani unahitaji tabia ya lakini. Lakini ni nini kwetu sasa? Ndio nikasema bwana, ule wanake ya maombi ni bwana mzuri, lakini ni mkali asikia kivengine. Lakini wangu huyo. Ndio kwa Espoir naye. Espoir gaso ni bogare, lakini kutoa pesa mfuko ni mgumu sana. Lakini wa Espoir huyo. Yani kila mtu iko na lakini wake. Na kila ndoa iko na lakini. Shida ni kwamba sasa hiyo malakini zenu mnazijere aje mnyumba, yani mnazimalizaka aje mndoa. Hakuna ndoa yenye haina lakini. Kwa mfano si wanaume wa Kiafrika, shida yetu tumevalisha bibi yetu. Huyo lakini tuko naye ni ulema ya babiana wa Afrika. Yani babiana wa Afrika kusema umvalishe mke wako inatoka kambali sana. Atuko wa romantic. Hiyo matukubaliane, vitu wenyewe hata kusema kama ndio tuko wazi. Unataka tuwasha? Sio kuwasha swali. Na tukatoa mifano ya lakini. Yani banamume wa Kiafrika tuko sawa. Lakini kuvalisha babibi yetu. Problem. Tunavalaka si yetu. Tuko ngumu. Problem kabisa. Unapenda onjo pendeze. Huyo ni lakini wetu. Ndio nimesema mundoa, kila ndoa iko na lakini. Shida sasa zile malakini za mundoa mnazitatuaka aje? Kwa mfano, kwa sababu Kristo, nikimkosea mke wangu, siwezi nikala siomba msamaha. Mbele ya kufunga macho hivi bwana, ile wakati nimesema kwa sauti ndefu ni kwa sababu bilifika tu unisamehe. Ni rafiki yangu nasema nakuyua sio tabia yako, nimekusamehe. Kuna mtu anamkosea mwenzake anachia mroho. Kesho anachia mroho. Kesho yake hiyo ndoa itafika kashi itapasuka. Na ndio nimesema kila ndoa ina matatizo zake. Lakini kusitatua mnaendaka mjia gani? No, hiyo ni kweli, lakini hiyo ni kweli, ulipatia mifano mizuri. Na hapo huyu alisema hatuna romantic. Ndo malalamiko. Lakini sikuchua vijana wote. Nilisema wanaume wa Kiafrika baadhi yao. Unajua na mimi niko mle ndani. Malalamiko ya dada wako nayo. Unajua nimesema vya romantic. Mimi na host ile show, Mula show every Wednesday, Saturday and Sundays. Na most ya banani batu wanafuatilia kule. Ba mingi ni badada, ni banamuke. Na mojawapo malalamiko ambayo napata kila siku ni kusema banaume wa Kiafrika hatuko ba romantic, hatujui romance na wanawake zetu. Yani hatuna ile mahaba Waswahili wanasema. Tuko ile mapenzi ya ubabe, yani juu niko mwanaume tu, yani unakuya vya vile vya nguvu. Unaona sasa. Ndio malalamiko hapo, ndio niligusia hapo kusema kama hatuko ba romantic. So ni malalamiko ya badada. Lakini pia wadada nao hii ni opinion yangu. Atakuwa wrong. Ukikuwa romantic sana, sababu ukikuwa romantic nao unahitaji sometimes uwe soft. Of course. Na ukikuwa soft sana na wanasema kwamba wanataka strong man. Ndio bado nimekuambia kuna mwanamke wa ndoto na mwanamke wa ndoa. Kuko wengine wanamke nabo kuko na banaume nabo baliwahi kusimama wakasema no, banamke atu ya Kiafrika ndio biko wanalia tuko ba romantic. Lakini banamke ya Kiafrika nabo kosa yabo. Ukijionesha tena kumuonesha ile mapenzi ya ziada kama kisha alisema bana tena kukudharau, anaanza na sababu ile labda anaanza kupelekesha, labda bakaleta mfano, sijui kama tunaanza off topic kama tuko sawa. Go ahead. Akaleta mfano aseme
dada moya alisimama sema banaume ya Afrika bangana vile vya Afrika mwana sio wote tuko nafanya kazi sio wote tunatoka tunarudia tunachoka, lakini ana expect tufike tena sio wote tunatoka kwa kazi, lakini tena njoo afike, hata kama mwanaume wa kutumika ile wakia kunyumba, lakini mwanamke atoke kwa kazi afike tena kunyumba aanze kukupikia na ulishinda hapo pale au kutumike usiku. Sasa hivyo vitu haviko sawa. Sasa kaka mwaka sema ndio ni kweli, na hiyo kabisa inaeleweka. Hauwezi kuwa ulishinda kunyumba hivi yako alienda mkazi kisha unapenda bibi yako arudie tena aanze tena kupikia anafanya usafi na kati ulishinda pale uko unaangalia TV. Hiyo I make sense. Hakuna mwanzo elewa hiyo. Lakini sasa bana mketo ya Afrika tatizo ni hivi, ukishamzoeza hiyo hali ya kumaanisha kama wewe kama vile mwanamke wangu napenda nikusupport ama tuko tunasaidiana mwiyo njia, kwa sababu mwanamke wa Kiafrika dharau inaanza kuya, ataanza kuambia sema lipiga usula masani anaanza kama sasa kama vile ile inakuwa sasa ni uhalisia, yani ni lazima ufanye. Sasa sipani kuuliza hivi so utaoa mke kuambia bani ogesha watoto wako ni mbaya? Sio mbaya. Sio mbaya. Unajua ndio nimekuambia kwamba ndoa sio yeye unasikia nje. Mimi ni ushuhuda wangu mie. Wakati mke wangu animpeleka kwa hospitali sasa ameenda zaa. Nikasikia kumpenda zaidi gisi nimpenda wakati sijamuoa. Yes. Unajua sisi wanaume tuko na ile ugonjwa atupendeki kuona mema ya wake zetu. Hiyo ni kosa kabambi sana ndio. Lakini tunapendaka sie babibi zetu baone mema yetu kwao. Nimekutoaka kwenyu, nitoa mali zangu. No. Hata kama unazo hauwezi kaona wema wa bibi yako. Ukiangalia watoto kumbuka basi yale sacrifice alifanya. Machungu ya. Mimi sana na bibi yangu hospitali. Gisi walimpasua tumbo niko naangalia. Kama vile mbuzi tu. Sema bibi yangu huyu. Yes. Kisi kuna mshona damu kusema huyu sio mtu wa kudharau. Huyu ni mtu wa kuheshimia kabisa. Sasa wanawake sie wanawake hatuwategemei sana ndoa. Wale ni watu wa kutusaidia. Na mtu kama ni msaidizi akitaka kama hataki lakini sasa kwenye ndoa imejengwa kwa msingi. Kuna vitu vidogo vyenye mwisho mkafanya. Ni kweli. Mi hapo sije. Acha nimuulize bwana mkubwa question. So wewe unaona kwa hiyo kisi unaelewesha hapo. Unaelewesha mzuri sana. Na hiyo ni makosa, ni tatizo ya kabambi sana mcommunity yote si wa Afrika. Zaidi sana si wa Afrika ambao tuko nchi za wazungu. Sasa wewe unaona hiyo tatizo kunakuwa ni jua ni ukosefu wa uelewa ama ni kisi tulikomalishiwa ama ni mila na desturi ndio kunatuma tusikue na uelewa hivyo hiyo mafujo hiyo kusipoelewana hivyo ikue, ama wewe unaona tatizo ni nini? John sie wanaume hatuko na uelewa ya kujua kama mwanamke ni mtu mwenye inabidi na mimi nione mema yake na mimi niko namsaidia bila kukokotana. Unaweza mwanamke wanaume tuko popular hapa Marekani. Wakati mke anatumika iko rafiki yako sana. Lakini mke kazi kiisha problem. Unasikia bwana mnyumba kaneno kanaanza tambua kama mwaka moja. Bwana bile ziko mingi, bile unaona lakini sasa mke kwa tumika ya mabile haviongei. Maana yake ni nini? Ndoa ni familia ya kwako. Na familia ni kama vile company. Ndio. Na ile company iko na manager, iko na banani, na wendo CEO. Sasa mimi nawazia ugonjwa wetu sana. Ni ule malifundisha kaseme mwanaume ni kichwa cha nyumba. Mimi nageuzaka. Naambiaka watu mwanaume sio kichwa cha nyumba. Wa kichwa cha nyumba ni mwanamke. Mwanamke akitaka amalize nyumba yote ni kwa dakika 2. Ndio, ni kweli. Mchungu tu atatie. Vinaisha. Unasikia kaka? Na mwanamke akiamua saa kuchemu stress, hailombi hata dakika 2. Ni kweli. Sasa huko kigangaria. Sasa hili tulifundishwa tu. Juu mwanamke akisema mbo leo yuwalifu ni mchemu stress, papa. Lakini wanasema mwanaume ni kichwa cha familia, ndio kichwa cha nyumba. Kichwa cha nyumba. Kwa sababu nini? Kama tulikuwa tunaongea mwanzo hapo ukasema kuwa unaweza kuwa na wazo utaenda kula kwa myomba kwa shangazi, yeye iko na wazo gisi hata na leta ile kidogo alete kunyumba ili mwanaume
na ndio maana nafikiri hayakuwa ndio kichwa hapo ndio kwenye ukingi wake uliletewa hapo. sasa uyenje anakulisha, lakini sasa kwa sasa swali linakuwa ikikuwa mama ndio iko nakulisha familia kaka, twende hivi mwenzako anapeleka mimba anafaa miezi 9 ya machungu kisha anazaa, kwa mfano hapo kwa masajari kilonda kinakamata tengine miezi 6 kupona. Unajua shida ni mjua miaoa so na mwanamke akishakuwa na mimba kuna wakati upo unamsikia hata huruma. Ni kweli ulala ifumu lamushe ifumu kogote ya unaweza kama hii ni kiumbe kenye kinateseka. Sasa shida ni kwamba mwanamke kwanza, naambia watu la siku, kama mlioana mko marafiki na mko tayari ndoa itakuwa na stress. Lakini kama mlioana juu ya sifa, resulta itakuwa ngumu, sababu kuna sifa na resulta, matokeo. Kuona ni sifa tu mfano ifanya ndoa. Sasa resulta mlipa ile ndoa, tunataka sasa resulta ya ndoa, matunda ya ndoa ni hai. Unaelewa kaka? Unajua kuna kitu kimoja za watu bakubaliane nakyo. Unapolapa mkanisa kwamba kifo kitatutenganisha. Yaani pale kuna mabaya na mazuri. Hakuna mazuri tu, mabaya yapo. Sasa lazima mkubaliane, mabaya kitokea mimi na wewe tutayamaliza. Sasa katikati yetu wawili pakitokea mabaya, mmoja hataki tuyamalize. Kweli. Na hapo wewe nafikiri sieba garson. Sa tuko mwiyo michakato ya tunataoa, tushapata binti, tushaenda muonesha kunyumba ya vile. Wewe nafikiri musieba banaume wa Kiafrika, wewe nafikiri tunakuwa tunaandaliwa, tunakuwa tunashauriwa ama kuandaliwa kindoa kama kisi mabinti wanakuwa wanaandaliwa? Kwa sababu moja wa malalamiko inakuwa ndio hiyo, kuko wana focus sana situmu familia zetu za Kiafrika. Mwanamke wana focus ni Kiswahili ni sababu wapenda hii episode kwa Kiswahili. Tuna pay attention sana mwanamke anapasha kuwa hivi. Mwanamke anapasha kuwa hivi. Mwanamke anapasha kuwa hivi. Lakini wanaume wakiwa na hawajua kwambia unasikia tu baba. Utakucha kwa mwanaume wewe watu. Espoir unajua. Kibaya tu mie kwa sana ongea vitu unataka viko vigumu si jana. Hapana, unaeleweka mzuri. Espoir. Ndio. Maisha yako yote. Njirani akikwambia kitu usimbishie. Kuna vita ingine njirani ndio atakwambia jibu. Unapoamua kuoa mwanamke, jikaze kwa tafuta njirani wa kwao. Atakwambia huyu mwanamke naoa iko hivi chukua. Kweli kuna banjirani bana roho mbaya. Kuna banjirani wiko na maroho mbaya na mawivu. Abo sita mtu mwingine aolewe. Lakini kuna jirani mwingine anaweza kwambia huyu kijana ni Mkristo, sitaki angemkoshia hivi. Pacha mfano. Kuna dada mmoja kwamba naye mkwaya mzuri wa sauti tu nzuri kabisa. Sasa ndugu yangu mimi akampenda yule dada. Akasema gisi ni mwimbaji, tunapiga si wote mafungo kazi za Mungu, ndao wa huyu. Tukasema mwimbaji huyu anataka soro. Neno la Mungu tunasema pamoja. Tukaenda toa mali. Ile siku ya kutoa mali, njirani mzee kabisa baba katoka mnyumba katuchunga pembeni sha tumuone. Sema mtoto pasteri, mwenje mnaamua muole fie mwimbaji wako ni sema ndio sema. Mnamuoa juu ni mwimbaji ama aje sema no. Kaka amependa, akasema hivi mnayua. Njoo nataka kushadiki kitu kimoja hivi. Akasema hivi, akichukua tabia ya baba yake mlioa fiwa mzuri. Lakini akichukua tabia ya mama yake, mkubwa yako na mbinguni hataenda. Sasa tukasema mama, huyu baba ni vitu gani? Akasema njoo hivyo, akichukua tabia ya baba yake, sawa mlioa mwanamke mzuri. Lakini akichukua tabia ya mama yake, mbingu mkubwa wako hataenda. Akasema kaka ashapenda. Akaacha mwanamke mnyumba. Ilifika tu mwezi mmoja, si wote mwakaka tuingie tena. Espoir. Muda unaenda. Na conversation itaendelea. Tumalizie. Kwa kumalizia tu mimi nafikiri vyote vishaongelewa. Na asante sana kwa kaka kukuja juu alielewesha kwa upana zaidi, na mtu te mwenye iko na akili ya uelewa, mwenye anapenda kuelewa. Juu kwa wengine wanakuwa na vichwa nguvu, anapenda complicate vitu, anapenda lakini kama uko na unapenda kuelewa, nafikiri alielewesha kila kitu mzuri. So tujipatie ule muda wa ule ubabe, ndio kinashauria. Si bana tuache ule
kujiona mi ndo mie. Yes. Hakuna mwanajua kila kitu maisha. Kila hakuna, ukiona vitu viko jua uwezo wako na unaona kwa mtu mwenye unamuona anaweza kukusaidia, msogelee, ongea naye, omba msaada. Yeah. Ukiona kama inakufaa, juu nasemaka kuomba msaada ama kuomba msaada wa kimawazo mara nyingi junjo tunahitaji. Sio kosa. Lakini maamuzi ni yako sasa. Je, bwana ashanishauria. Je, hivi ananiambia ni vya mimi nifikiria sasa. Yeah, wewe sasa ufanya sasa maamuzi. Nimesha ni implement maisha yangu ama I make any sense. Unachana navyo. Sio kila ushauri ni wa kuchukua. Yeah, sio kila ushauri ni wa kuchukua yeah. Na mara mingi sikaka alisema mara mingi kabla tuyaanza kutafuta msaada nje tuko tunajiangalia kwanza sisi. Tujifunze kwanza shida ilianzaje. Tutafute kwanza source ya shida. Yeah. Yes. Tukijifikiria vizuri unaweza kutana tu suluhisho yuko hapa karibu yetu tu hapa hivi. Sio lazima uende kule mbali vya vile. So hiyo ndio shauri mimi naweza sema kumalizia. Mkuu, tumalizie. Mimi nafurahi kwanza yetu ilikuwa nzuri, ingawa tulichanga. Ndio. Lakini kwa wale ambao walishaoa na wenye hawajaoa, ndoa haina masomo. Lakini ukimfanya mke wako au rafiki yako, kila kitu kitakuwa simple sana. Na mndoa hamna mimi ndio chief. Mndoa mko makubaliano. Mndoa ukiweka chief hamna makubaliano, utaingiza giza. Na tuwe watu ambao wakushukuru. Ndoa kuna wanaume wengi atafanya mema hapo kushukuru. Lakini tukiwa watu wa kushukuru, babi zetu watatupenda sana. Okay. Na ukioa, badilisha maisha yako ya celibatere. Hiyo itatusaidia sana. Cho yangu yote hayo. Alright guys, this is Afrocast. Naona muda unaenda. Please share, likes and comment. Yeah. Kama unakia kuongezea kutokana vile ulisikia, please, acha comment yako, itasaidia. Guys. This is Afrocast. Peace.